Tumsifu Yesu Kristo. Uinjilishaji Manyoni, imani na matendo. Uhai Singida, umoja na mapendo. Jubilei 2025. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya padri leo. Tumshangilie tena Mungu kwa makofi. Endelee kutoa shukrani nyingi kwa kila mmoja wetu. Tuendelee kushukuru kwa kushiriki, lakini siku zote kwa kutenda mema, kwa kutoa kwa ajili ya kanisa la Mwenyezi Mungu, lakini wengi tunajitoa kwa ajili ya jamii iliyopo, kila mtu kwa vipaji na karama na zile huduma tunazozitoa. Lakini kwa namna ya pekee jumuiya ambazo tumeshiriki wiki hii, vyama vya utume wote kwa jinsi mlivyofanya, kwa namna ya pekee kwa mapaji mengi, zaka ambazo kila mmoja anatoa kwa ajili ya kanisa lake. Kwa maneno hayo nasema asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Niendelee kusisitiza kidogo tu, twende kweli kujiandaa vema, na kwa sababu sisi ni wadhaifu, kanisa linakwenda kutupatia kipindi muhimu sana cha maisha yetu, kipindi cha Kwaresma, na kitaanza Jumatano, na kinaanza na Jumatano ya Majivu. Nikuombe sana ndugu yangu, usikose mwanzo wa kipindi muhimu kama hicho, mwanzo muhimu. Na hiyo Jumatano kama alivyosema katibu, tutakuwa na misa hapa asubuhi na baadaye saa 11. Lakini kwa ajili ya makanisa mengine yote, makanisa ya parokia teule yote yatakuwa na misa asubuhi kama kawaida, na yote yatakuwa na misa jioni. Kwa hiyo asubuhi na jioni Doliandole, Semeko, Chang'ombe, Mwanzi na Mtakatifu Gaspari pembeni. Kwa tunaomba kila mmoja kwa nafasi yake asikose. Kwa wale ambao watakosa sana, wajitahidi hizo siku zote, na mwisho kwa majibu itakuwa ni hapa. Ratiba nyingine ya vigangoni na wengine wote huko hapa imeshatolewa, basi makatekista wanafahamu, imetangazwa katika makanisa yetu ili tutakavyopata huduma. Si tu huduma ya siku ya Jumatano ya Majivu, bali huduma ya wiki nzima, ya mwezi mzima wa Kwaresma. Na nilikuwa naomba sana kila mmoja asikose sasa sakramenti ya kitubio, usikose kusali, usikose kufunga, lakini vile vile tusiache kutenda matendo ya Mungu. Nisisitize, mwanzo siku zote ni mzuri. Kanisa limeandaa juma la kwanza la Kwaresma, tutakuwa na mafundisho, kongamano, muda wa kutubu na kupata nafasi ya mashauri hapa kanisani. Kila mmoja awe mjumbe wa wenzake, na tutaanza hapa Jumatatu mapili ijayo hadi Jumatatu inayofuata. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa maandalizi haya. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Pamoja na kushangilia Mungu na kumshukuru kwa ajili ya padri leo, vile vile kama tulivyoanza na kuweka nia, tuko kwenye mwaka wa jubilei, na Padre Francis Lim, wakili wa askofu, amefika kutusalimia, na amefika kuwasalimu wana Manyoni na ndugu wengine wote. Nilikuwa napenda kukaribisha ongee nasi, lakini kabla ya yeye kuongea nasi, nilipenda nimfahamisha naongea na wakina nani. Padre Francis, napenda ufahamu kwamba sasa unakwenda kuongea na sisi wana Manyoni, ambao wana Manyoni wana parokia, lakini vile vile jamii nzima ya Manyoni. Lakini parokia yetu imeanzishwa miaka 58 iliyopita. Mwaka 2017 tuliadhimisha jubilei ya miaka 50.
yetu iliendelea kukua na ilipanuka kwa jinsi ya utume na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tulipofika mwaka 1973 parokia yetu ilizaa parokia ya Itigi, na baadaye mwaka 1974 ilizaa parokia ya Chikumako. Mwaka 1984 ilizaa parokia ya Heka, na baadaye inaendelea kupata wajukuu ambao wamezaliwa na parokia ya Itigi, ambao ni parokia ya Mitundu, parokia ya Tura na parokia ya Heka. Baba Nika General, nipende kufahamisha tu parokia yetu na ile nayo iko mji mkubwa maarufu mzuri unaitwa Manyoni, na ndani ya wilaya ambayo ni wilaya ya kwanza kuanzishwa nchini Tanzania, na ilianzishwa mwaka 1950. Makofi kwa ajili yetu. Na hii parokia iko Manyoni, wilaya ya Manyoni. Kuna makabila mengi, lakini makabila maarufu ni Wagogo na kabila moja ambalo wanajitahidi hata lugha ya Kiswahili ya ufahamu vizuri Wanyatu. Kwa hiyo napenda kukutana na miongoni Baba Nika, kwa matatizo ambayo nimeyapata sana katika mahubiri yangu. Nimefahamu na Kiswahili vizuri, lakini ni kabila halielewi Kiswahili kabisa. Kwa hiyo matatizo makubwa. Kwa sasa parokia yetu ina mapadri 7 akiwepo Padri Deogratias Demongo. Tumshangilie Mwenyezi Mungu. Parokia yetu ina brother mmoja, ina watawa 16 wa shirika la Wakuo na watawa 3 wa shirika la masista wa Usula Tilkam. Parokia yetu ina makatekista 37, wa kike 9 na wa kiume 26. Waamini wa hii parokia ambao baadhi yao nawaona hapa, watoto, vijana, akina mama, akina baba, wazee, kulingana na sensa iliyopo ni waamini 13,261, na jamii nzima yote ya Manyoni, wilaya nzima ya Manyoni, kulingana na sensa ya mwaka 2022 tuko wananchi 422,600. Na kwa namna ya pekee zetu walei wana mmoja wao ambao ni halmashauri ya walei kwenye kamati tendaji za parokia shirikisho ya Manyoni, parokia mama ya Manyoni, parokia teule za Mwembeni, Chang'ombe, parokia teule ya Msemembo, parokia teule ya Chang'ombe na parokia ya Mwanzi na Ilugandoni. Na kwa ujumla bila hesabu ya haraka tuna familia takriban 3,000, na vile vile vipo vyama vya kitume vingi vizuri vinaendelea kustawi, na tunaongeza vyama vingine vya kitume. Parokia yetu Mwenyezi Mungu ameijalia kati ya parokia zenye jumuiya nyingi kabisa ni parokia yetu ya Bwana Manyoni, bila kuzigawa kwenye parokia teule. Jumuiya zetu zote ni 207. Tumshangilie Mwenyezi Mungu. Tuna vigango 27, tuna visinagogi au vituo vya sala 9, na kama nilivyosema familia 3,000 takriban. Historia yetu iliendelea kupanuka. Ilipofika mwaka 2022 Baba Askofu Edward Makunda, baada ya kuona ukuaji na ongezeko la waamini, alipenda kuigawa parokia yetu na tukawa na parokia zingine 5. Tukawa na parokia teule ya Msemembo, parokia teule ya Ilugandoni, parokia teule ya Chang'ombe, parokia teule ya Mwanzi na parokia teule ya Mwembeni. Lakini hizi parokia zimeendelea kuwa na
lakini mpaka sasa hivi maendeleo ya hizi kanisa katika utume, katika uchungaji, kuongezeka namba katika masakramenti, Mwenyezi Mungu anatubariki sana, tunaendelea vizuri. Ila changamoto ambayo tunayo bado ni changamoto ya miundombinu ya uendelezaji wa hizi parokia teule na hata parokia nzima kwa ujumla. Tumekuwa na ujenzi wa makanisa ambao haujamalizika katika vigango na parokia zetu teule. Tumekuwa na ujenzi wa makanisa katika vigango vya Mabondeni, vigango vya Mkwese, vigango vya Saranda, parokia teule ya Iloyandole, parokia teule ya Msemembo, vigango cha Muhalala na vigango vingine vingi. Lakini vile vile tuna changamoto ya miundombinu, hatujamaliza ujenzi wa nyumba za mapadri. Katika parokia teule zote nyumba za mapadri hazijamalizika na nyingi ziko katika hatua ya kuweka paa, lakini kuna sehemu zingine hatujaanza kabisa. Kwa hiyo ni changamoto. Baadaye vile vile tuna ofisi ambazo tunazitumia na zenyewe hazijakamilika vizuri, lakini zinatusaidia kuendelea kutoa huduma. Na miundombinu mingine ambayo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maeneo yote ya parokia yetu nzima kuna umeme, maeneo yote kuna barabara, maeneo mengi Mwenyezi Mungu ametujalia tunayo maji safi, lakini vile vile maeneo mengi kuna huduma za afya na maeneo mengi yana shule. Kwa hiyo ustawi wa watu katika parokia zetu teule na parokia nzima ya Manyoni unaridhisha, na tunashukuru sana mshikamano tulionao na serikali. Tunashukuru sana mshikamano tulionao na vyama vya siasa. Tunashukuru sana uhusiano tulionao na taasisi mbalimbali za hapa Manyoni, za umma, taasisi binafsi. Lakini tunashukuru sana kama kanisa la Mungu tuna mshikamano na madhehebu mengine mengi mazuri. Lakini tuna mshikamano na watu mbalimbali binafsi ambao wanalipenda na kuhudumia kanisa letu. Na ndio maana tuna hali nzuri ya mahusiano, maendeleo na ukuaji wa imani. Kwa hiyo kwa namna hii sisi wenyewe tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa haya mengi ambayo amekuwa akitujalia. Manyoni ni miongoni mwa maeneo mazuri yaliyopo katikati ya mji wa katikati ya Tanzania. Uchumi wetu unakuwa sana na Manyoni inabadilika uchumi, jamii, siasa, tamaduni, na kwa namna hiyo inalifanya kanisa letu nalo liweze kukimbia kulingana na hizo hali. Tupenda kuwapokea watu wengi, tupenda kupokea changamoto nyingi zinazotokana na ongezeko la watu na ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo na sisi nao tunaendelea. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anatujalia hata kupata maeneo ya kujenga makanisa na huduma za dini. Kwa ufupi, Mheshimiwa Padre Francis Lim, General, hiyo ndio jamii ya Manyoni tunayokwenda kuongea nayo sasa, ambayo kama tuliopo hapa ni baadhi tu. Leo ni Jumapili, hata mapadri wengine wako vigangoni na maparokiani kuendeleza ibada ya misa, na baadhi ya waamini wanasali kwao, lakini hapa tuko katika uwakilishi wa parokia teule 5, lakini uwakilishi kutoka katika vigango vya Mbarara, Saranda, Ilalo, Nyika, vile vile vigango vya Msemembo na Makuru, vigango vya Mbugani, Kashangu, Agondi na Mabondeni, na vigango vya Kamenyanga, Mbii, Kwese, Kinyika na Mto. Wote tuko hapa tuweze kusikiliza, kutupatie ujumbe, na sisi Mwenyezi Mungu atupenda tuweze